Faida za kutumia kipandikizi kama njia ya uzazi wa mpango, yani implants. Naendelea kusema ya kwamba kwenye njia yote ya uzazi wa mpango tupo na changamoto pamoja na faida. Sasa kwenye changamoto huwa napenda kusema ya kwamba mwanamke ndiyo ambaye anaathirika sana au anaathirika moja kwa moja. Mwisho wa siku ni kama sadaka ambayo anatakiwa aitoe kwa ajili ya familia yake. Ndio maana zinaitwa family planning methods. Ni kwa ajili ya familia, lakini anayeungua au kuumia ni mwanamke peke yake. Sasa leo tutazungumzia njia ya kipandikizi, inatumikaje na kama faida zake zipi na hasara ni zipi. Tukianza na hasara ya kwanza, ni njia hii ina maumivu. Inahusisha kutobolewa na kuwekwa kipandikizi hichi maeneo ya mkono. So ni hasara ya kwanza. Hasara ya pili, wapo watu ambao wanaripoti maumivu makali ya kichwa, yani kipanda uso. Wapo watu ambao wameripoti ya kwamba hedhi inakwama kabisa, inakoma. Kitu ambacho kinaondolea amani na kuona ya kwamba kuna kitu hakiko sawa. Vile vile wapo watu ambao wanaripoti hedhi inakuwa inazidi, yani damu inatoka ya kutosha. Hasara nyingine ni haipatikani kirahisi kwenye baadhi ya maeneo, hususani vijijini au maeneo mbalimbali ambayo ni yako remote. So tuangalie faida. Kwenye faida, nadhani ni miongoni mwa njia ambazo zina ufanisi mkubwa sana, zaidi ya 99%. Faida ya pili, ni miongoni mwa njia ambazo hutakiwi kukumbuka mara kwa mara. Ukishaweka umeweka. Lakini faida ya tatu ni kwamba ni njia ambazo zitakupa wewe utulivu na kuhisi ya kwamba umekaa sawa. Kwa nini? Kwa sababu utatakiwa kuweka kipandikizi hichi na kudumu walau kwa miaka 3, 4, hata 5. Kwa hiyo itakupa utulivu na kufocus na vitu vingine. Lakini kwenye faida nyingine, wapo watu ambao wameripoti ya kwamba hedhi zao zinatulia baada ya kutumia njia hii. Faida nyingine tena, wapo watu ambao wameripoti ya kwamba mara baada ya kutumia njia hii then ukatoa kile kipandikizi alafu kataka kupata ujauzito, inakuwa ni rahisi kurudisha uwezo wako wa kubeba mimba, tofauti na njia nyingine kama sindano au vidonge vya majira. Hizo zilikuwa ni hasara na faida za uzazi wa mpango kwa njia ya kipandikizi. Nikukumbusha ya kwamba kila njia ina hasara na faida. Niko hapa kukuonesha faida na hasara ili upime ujue njia ipi inakufaa, kwa sababu mwisho wa siku muhanga mkubwa ni mwanamke. Kwa hiyo lazima kuchagua kwa umakini na kuona hasara hizi naziweza, faida hizi naziweza, na je, nataka kutulia au kuto kupata ujauzito kwa muda gani kabla ya kuja kurudi kwenye uwezo wangu wa kupata ujauzito. Unaweza kushare makala hii kwa ajili ya kumwokoa mwanamke mwenzie ambaye anateseka mahala fulani kutokana na changamoto hizi, ili kesho naye tumsaidie akaitwe mama tena.